Sabri Zamil Al-Mindhiri, elimu kwa dalili. Wakati mwingine huyo al-hakimu al-mutaghallib, huyo mtawala aliyeshinda kwa nguvu ya madaraka, inawezekana akawa hana vigezo vya kuwa mtawala, au ni mtu ambaye katika ikhtiyari hachaguliwi, kama wanavyozungumza wilayatul mar'a, utawala wa mwanamke. Asli katika kukhiarisha, ikiwa kuna mtawala apite mwanamke au mwanaume, kwa mujibu wa mafundisho ya Uislamu, anayetangulizwa inda al-ikhtiyari ni mwanaume, ndio mwenye kutangulizwa katika wilaya na kwenye al-qada. Lakini ikiwa aliyeghilibu kimamlaka ni mwanamke, ikawa yeye ndio kaingia madarakani na nyinyi hamna uwezo wa kumtoa, je, mtamtii mtawala mwanamke? Aljawabu naam, mtaingia chini ya taa yake kama vile mnavyomtii mwanaume. Bali maulama wa kihanafia wao wameona kwamba wilayatul mar'a inafaa kabisa mpaka qadha. Kwa hivyo si kweli ukaanza kupambana na mtawala eti kwa sababu ni mwanamke na wewe huna uwezo wa kumtoa, utatafuta kufa, ukaacha wanao yatima huko, utatafuta kilema, utatafuta jela, wakati sheria ya Kiislamu wala haijafikia huko. Sio maneno ya maulama hao. Ni kweli inda al-ikhtiyari hatuwezi kumtanguliza al-mar'a ala ar-rajul, lakini sasa ndio washakuwa pale juu, mtawala mwanamke yuko pale juu, ukhti ametulia pale, yuko pale, basi tutamsikiliza kama mtawala. Haya maneno haya ni maneno ya dini yetu, wala hayana mahusiano yoyote na kumpamba yoyote, ndio uhalisia. Sasa kama huyataki au unaona kwamba mbona kama yanatumikia kitu fulani, hizo ni dhana zako tu, lakini Uislamu ndio huo. Tumefahamiana Hapa na vijana wengi wanazungumza mambo haya kwa hamasa ya kushambulia watawala katika baadhi ya nchi kwa sababu ni wanawake. Kuna baadhi ya nchi watawala, mawaziri wakuu wanawake, rais mwanamke, spika wa bunge, mawaziri wa wizara nyeti ni maukhti. Maadamu wamekuwa pale na mtawala usiweza kumtoa, utakiwa utii. Ndio utaratibu wa Ahlus-Sunna. Tumeelewana Kwa hivyo si sawa kumshambulia mtawala aliye madarakani kwa sababu ni mwanamke. Haya mambo yanatakiwa yachungwe.